Mtita TV, Jena Mtita TV, Jena Mtita TV, rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Yes, imani yangu wewe ni mzima wa afya njema. Unaitazama JNDR Mtita TV, rafiki namba moja burudani na michezo. Mimi naitwa Christopher Beda mwana Janduro na nyuma ya kamera ni AP Classic Wear. Karibu sana popote pale ulipo. Kushoto kwangu ni Ramadhani Mbwaduke, mzee wa data, mchambuzi kutoka nchini Tanzania. Mwamba kweli kweli, father. Uko sawa? Mwenyezi Mungu ajalie kheri. Mimi niko vizuri. Hofu kwako? Salama kabisa. Naam. Mambo yanaendelea. Mzee wa data, twende moja kwa moja. Kwa upande wa wananchi Young Africans, ili wakosa wachezaji kadha ikiwemo Pacome, Yao Kwasi Atola pamoja na Halidi Aucho. Na Yanga kwenye ligi wamebakisha mechi 3 au mechi 4. Je, ongezeko la wachezaji hawa mara baada ya kurejea kikosini kuna morali yoyote ambayo inaongezeka kwenye club? Ni dhahiri au wote wakiwa fiti. Una taarifa kwamba nani anarudi? Ni Pacome, Halidi Aucho na Yao Kwasi ameanza mazoezi mepesi lao, wengine wawili ni uhakika. Yeah. Sasa Kwasi Atola Yao akiwa kwenye kiwango bora, tunakumbuka msimu uliopita ni miongoni mwa wachezaji ambao baada ya mechi 30 za ligi alikuwa ametengeneza assist 7. Yaani miongoni mwa wale ambao walitoa assist nyingi katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita na kuiwezesha Yanga kutoa ubingwa kwa mara ya 3 mfululizo. Alikuwa ni pamoja na huyu beki mbili raia wa Ivory Coast, Kwasi Atola Yao. Ni kwa sababu top assist provider aliyetoa assist nyingi zaidi msimu uliopita alikuwa ni Kipri Junior, alitoa assist 9. Waliofuatia ni pamoja na Stefan Aziz Ki, assist 8, lakini kukawa na kundi la wenye assist 7. Hapa unamkuta Faisal Salum Feitoto, lakini kwenye kundi hilo yupo pia Kwasi Atola Yao. Kwa lugha nyingine, ukitaja orodha ya waliotoa assist nyingi msimu uliopita, yani pasaidiza mabao, yeye alikuwa anashika nafasi ya 3. Uchezaji wa Yanga kwenye kuongeza mapana ya uwanja katika mfumo wa baada ya golikipa ni 4, walinzi wa 4, viungo wawili wa ukabaji, viungo 3 washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Kwasi Atola Yao ni beki 2 katika wale mabeki wa 4, anakuwa mmoja wapo beki wa kulia. Mzuri sana katika kupandisha timu wakati timu inashambulia. Yeye ni kama winga, yeye ni kama playmaker, anatoa fursa kwa winga wake kuingia ndani. Kwa hiyo kiufundi yeye ni miongoni mwa wachezaji ambao walisaidia sana Yanga katika kutimiza mipango yake msimu uliopita. Wakitoa ubingwa ligi kuu Tanzania bara, wakitoa taji la kombe la shirikisho la benki ya CRDB, wakifika hatua ya robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika walipotolewa na Mamelodi Sundowns kwa mikwaju ya penalty kama tunakumbuka vizuri. Sasa msimu huu tangu uanze hajawa yule ambaye watu wanamtarajia, hasa mashabiki wa Yanga na wafuatiliaji wa mpira wa miguu nchini, kwa sababu tu ya majeraha. Kwa hiyo unapozungumza kwamba ameanza mazoezi na huenda akawa tayari kutumika na kocha Hamdi Milud, basi hiyo ni habari njema kwa wana Yanga, ni habari njema kwa wafuatiliaji wa mpira wa miguu nchini, kwa sababu yeye ni miongoni mwa wale ambao wakiwa uwanjani anatoa burudani ya uhakika. Lakini unapozungumza Halidi Aucho Doctor, inafahamika kwenye mfumo wake wa Yanga ule unatoka kuelezea wa 4-2-3-1. Aucho ni katika wawili pale kati. Pacha wake huwa ni Mudathi Yahya Abbas, anaweza kucheza pia na Juka Abuya, anaweza kucheza na Jonas Mkude Nungunungu, anaweza kucheza na Salum Abubakar Shuaboy. Whoever, yeyote anaweza kucheza naye kati ya viungo. Yeye timu inaposhambulia kwa mfano, yeye huwa anabaki nyuma na kwa stationed. Ana nidhamu sana ya kucheza kama kiungo wa ulinzi. Akiungana na mabeki wakati wa Yanga, tunazungumzia Bakari Nondo Mwamnyeto, Dickson Job, tunazungumzia Ibra Baka, tunaweza kuzungumzia Andabwile, yeyote wanaocheza pale kama mabeki wakati. Yeye anashirikiana nao kuhakikisha wanaendelea kubaki salama. Hata mpira ukipotea, hakuna shambulizi la kujibu, counter attack la kuwaletea madhara, kwa sababu tu anakuwa na nidhamu katika eneo la karibu na kati ya mstari wa uwanja. Mara chache sana utamkuta Halidi Aucho Doctor awe katika final third, kwenye eneo la mwisho la mpinzani, kwa lugha nyingine kule ambako Yanga wanashambulia. Ni kwa sababu hii ya kwamba ana nidhamu, anajua wapi pa kusimama, lakini pia huwa anatoa passes zinazozungumza, telling pass kwenda kwa wenzake na kuwarahisishia safari ya kwenda kufanya mashambulizi. Kurejea kwake ni hatua muhimu, kwa sababu uwepo kwa Halidi Aucho Doctor kuna mpanguvu mtu anayecheza naye, kwa mfano Mudathi Yahya Abbas, kutekeleza sasa jukumu la kuwa box to box, kwa maana kwamba wanaposhambulia yeye anakuwa katika box la kushambulia, anakwenda mbele akiungana na namba 10 wao Stefan Aziz Ki au yeyote anayecheza kama namba 10 nyuma mshambuliaji kinara, anakwenda pembeni kulia, pembeni kushoto, huyu anayecheza na Halidi Aucho Doctor. Nguvu hizi anazipata endapo Aucho anakwepo uwanjani, kwa sababu ana kitu cha ziada katika
kuona jicho la wapi mpira uende, wapi pa kusimama, kuhakikisha na anticipate, anakadiria mipira hatarishi ya wapinzani ili kuhakikisha wanakuwa salama. Aucho ashindi kufanya kugonga yani wapinzani katika kuwakata speed, kuwakata nguvu yao, lakini anacheza hizo tactical fouls ambazo mara chache sana humgharimu kwa kadi nyekundu. Hata kadi za njano hazipati sana, lakini yeye ni muhimu sana katika kukata mashambulizi ya wapinzani kupitia eneo la kati. Sasa kuja kwake ni muhimu kwa sababu yeye anakuwa ni kama nanga pale katikati wa kuona kudictate mpira wa Yanga uende wapi, kushoto, kulia, katikati, kupitia kwa Aucho, lakini wakati huo akihakikisha wanaimarisha ulinzi katika eneo lao. Pacome Zouzoua, huyu ni mchezaji ambaye namba msimu huu zinadhihirisha kabisa juu ya namna alivyo muhimu. Kwa sababu gani? Mpaka sasa Yanga tunatambua vizuri, mechi 26 dakika 2340 wamefunga mabao 68. Yanga inafunga bao kila baada ya dakika 34 na sekunde 25 kwa wastani kwa msimu mzima, yani kuanzia mechi ya kwanza mpaka hii 26. Wapo kileleni wakiwa na pointi 70. Wanaofuatia watani zao wa jadi Simba wamemaliza viporo vyao vizuri, wana pointi 69. Simba wana mabao 62. Sasa kuwepo kwa Pacome Zouzoua ni katika wakati sahihi ambao Yanga inahitaji wachezaji wake wote kwa katika kiwango bora, kuwa timamu wa kiafya ili waweze kutumika kuhakikisha wanamaliza vizuri, kwa sababu pressure imekuwa kubwa, shinikizo limekuwa kubwa kutoka kwa watani zao wa jadi Simba ambao hakika tunavyoona kwenye msimamo ligi kuu wamepania kuhakikisha wanaipiga stop Yanga, kwa sababu wametoa ubingwa mara 3 mfululizo. Msimu huu anayeweza kuichallenge Yanga ni Simba peke yake, kwa sababu Azam maximum points wakishinda mechi zote wanatimiza pointi 63 ambazo Yanga washavuka. Singida Black Stars wakishinda mechi zote wanatimiza pointi 62 ambazo Yanga wameshavuka. Sasa namna gani kukabiliana na pressure ya wekundu wa Msimbazi Simba ni kuhakikisha wanapata matokeo chanya tena ya ushindi katika kila mechi zilizobaki. Matokeo yake ili utimize hilo lazima uwe na wachezaji waliokuwa katika kiwango bora. Pacome Zouzoua ni miongoni mwa wachezaji ambao akiwa uwanjani anahakikishia Yanga fursa ya kuweza kuwadhuru wapinzani. Ameshafunga mabao 9, ameshatoa assist 9. Katika orodha ya wachezaji waliotoa assist, pasi za mabao nyingi kuliko wote, anayeongoza ni Faisal Salum Feitoto wa Azam, ana assist 13. Wa pili ni Peodo Pacome Zouzoua, huyu ni mzungumza nambari 26 mgongoni, mchezaji wa kimataifa kutoka Ivory Coast, ana assist 9. Kwa hiyo unaona umuhimu wake, lakini sio hilo tu, anafunga pia. Katika orodha ya wachezaji 10 wanaoongoza kwa kupachika mabao mengi, tunajua kuna Jashaua ana mabao 15, kuna Mzizi ana mabao 13, kuna Dube ana mabao 12, kuna mchezaji mwingine mabao 12 wa Simba na maanisha Lionel Ateba Mbida, kuna kina Steven Dese Mukwala, lakini ukienda kwenye orodha kuna kina Jonathan Jonathan Soa ana mabao 11. Kwenye orodha unamkuta Peodo Pacome Zouzoua ana mabao 9. Kwa hiyo mchango wake wa mabao ni mabao 18 katika mabao 68 waliofunga Yanga, ambayo hiyo ni mchango wa 26.47058824, around 26%. Kwa unaweza kaona umuhimu wake. Tena anatoa mchango huu wakati kuna mechi kadhaa anazikosa kwa sababu ya majeraha. Kurejea kwake maana yake ni kwamba 26% ya mabao wanaofunga Yanga inakuwa imerejea uwanjani, imerejea mikononi mwa kocha Hamdi Miludi kuamua tu yeye ampange ama vinginevyo. Peodo Pacome Zouzoua, uzuri wake cheza yake kwenye makaratasi wanaonekana anatoka katika flank, katika upande mmoja wapo wa winga. Anaweza kwenye makaratasi kaonekana anatoka kushoto, lakini kwenye kucheza akawa kushoto unamkuta, kulia unamkuta, katikati unamkuta, wanapozuia anakuja kuungana hapa katikati walipo kina Mudathia Abbas, walipo kina Khalid Aucho Dokta, kuongeza mbinyo katika kuhakikisha wanakuwa salama. Hashindwi pia kurudi kwenda kumsaidia beki 2, kwenda kumsaidia beki 3. Ni mchezaji ambaye ananyumbulika kulingana na mwenendo wa mechi. Mapambano yake wakati timu haina mpira, off ball movements, mikimbio ile ya wakiwa hana mpira, Peodo Pacome Zouzoua yuko vizuri. Uwezo wa kupiga chenga, kukokota mipira yuko vizuri, kupiga free kick, kupiga mashuti ya kulenga shabaha. Ndio maana kurudi kwake bila shaka ni habari njema kwa mashabiki wa Yanga, ni habari njema hasa kwa benchi la ufundi la kocha Hamdi Miludi katika kuhakikisha wanafanya vizuri katika mechi zilizosalia ambazo sio nyepesi hata kidogo. Wana mechi dhidi ya Namungo, wana mechi dhidi ya Dodoma Jiji, wana mechi dhidi ya Tanzania Prisons. Lakini kuna mechi ile ya kwenye mabano ambayo wenyewe Yanga wanasitiza wachezi ngo, ila kwenye makaratasi ipo kwa sababu imepangwa na bodi ya ligi. Ni Juni 15 mechi ya watani wa jadi dhidi ya mtani wa jadi Simba. Kwa lugha nyingine, kurejea kwa Peodo Pacome Zouzoua
ni habari njema kwa benchi la ufundi, habari njema kwa wanayanga na wafuatiliaji wa mpira wa miguu, kwa sababu yeye akiwepo uwanjani licha kuinufaisha timu yake, lakini ni burudani kwa macho kwa sababu ya uwezo wake wa kuchezea mpira na kupiga chenga na kuleta madhara kwa wapinzani. Kuna mzee wa data, mimi ni kushukuru sana. Shukrani jazilan. Shukrani. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.